Tuko katika kitabu Al-Qisas. Neno Qisas ni kulipiza vile ulivyofanyiwa wewe, basi au vile ulivyomfanyia mwenzako na wewe utafanyiwa hivyo. Ipo hiyo hukumu katika Uislamu. Ndio neno Qisas. Huwezi wewe ukamdhulumu mwenzako jambo fulani halafu likapita bure. Hilo inaweza likapita bure hapa, lakini siku ya Kiyama hilo lazima litalipwa. Si umemuua mwenzako, umefanya ujanja kuonekana sawa. Umemuua mwenzako, umefanya ujanja kuhukumiwa kwa uwezo wako ulionao sawa, lakini siku ya Kiyama utalipizwa. Lakini kama Uislamu unakuwa uko hai hapa, basi hapa kwanza muua mwenzako na wewe utauliwa. Ukimkata mkono mwenzako leo utakatwa mkono. Ukimkata mguu mwenzako, kidole mwenzako, ungemtoboa kila hiyo ndio Qisas. عن عبد الله بن مسعود kutoka kwa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah, amesema mjumbe wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wasallam, amesema la yahillu damu mrithi, haiwi halali damu ya mtu muslimi, mtu huyo Muislamu, yashhadu, aliyoshuhudia an la ilaha illa Allah, kwamba hakuna mwenye haki ya kuabudiwa isipokuwa Mungu, wa anni rasulullah, na akashuhudia kwamba mimi ni mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Haiwi halali damu ya mtu huyo illa bi ihda thalathi, isipokuwa kwa moja katika mambo matatu. Akifanya moja hilo, basi damu yake itakuwa halali, yaani kuuliwa kwake naweza kauliwa. Akifanya moja katika matatu. Kinyume cha hapo, akiuliwa mtu wa aina hiyo, ametamka shahada mbili na Mtume Muhammad, shahada mbili, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah, lakini kauliwa bila ya haki, hiyo damu haipotei bure, hiyo lazima italipwa. Kwa ujali hapa, siku ya Kiyama ndio kabisa tena una ujali. La yahillu damu, haiwi halali damu mrithi ya mtu muslimin, aliye Muislamu, yashhadu an la ilaha illa Allah, aliyoshuhudia kwamba Mungu ni mmoja, ndio mwenye haki ya kuabudiwa, wa anni rasulullah, na mimi ni mjumbe wa Mungu. Damu ya mtu huyo haitokuwa halali illa bi ihda thalathi, isipokuwa kwa moja katika mambo matatu. Akifanya moja hilo, basi damu yake itakuwa halali, imemwagika bure na inastahili kuuliwa tu. Yaani kumwaga damu maana yake kuuliwa. Wa kwanza, ashaybu zadi, mtu mzima mzinifu. Shaybu, mtu mzima alafu akawa mzinifu, alafu mzinifu huyo mwanzo huyo ikithibiti, basi anauliwa kwa mujibu wa Uislamu. Mzinifu kweli, alafu mtu mzima. Maana yake mwanzo ni yule ambaye
alishaonja ladha ya jimai ndani ya ndoa. Hata kama alikamatwa kipindi hicho mke hana, lakini alishaoa. Huyo ndio sana. Na wa pili, wa nafsu bin nafsi, na yule ambaye kaua mtu na yeye auliwe. Nafsu bin nafsi, mtu kwa mtu. Ukiua mtu wakati Uislamu uko hai, unajanga, jue kabisa mama wawili lazima. Watariku lidinihi, na yule ambaye ai almufariqu lijamaa, mwenye kuliacha kundi. Mfariqu dini, mtu murtadi, alikuwa ndani ya Uislamu, kaishi alipoisha akaamua ibada basi bwana, wala sio dini na kwenda nilikotoka huko, au basi mimi nakwenda kwingine huko. Murtadi anaitwa huyo. Akionwa atatakiwa toba, hakukubali anauliwa, damu yake halali kumwagika mtu huyo. Tariku lidini. Lakini kama ulizaliwa uko Mkristo au huna dini, unaachwa. Yule ambaye kishakuwa Muislamu halafu akatadi Uislamu, sasa hapo sheria inamkamata. Lakini kama hawa waliozaliwa kwenye Ukristo au kwenye yule ataambiwa bwana, hivi akiona mambo mazuri, akiona ukweli huko, atasilimu tu basi. Lakini sio hawa wanastahili kuuliwa. Hawa Kristo, hapana. Mtu alikuwa Muislamu akautaki, akaukataa Uislamu, anasema hapa ikafanywa katika madhambi makubwa kabisa baada ya shirki kwa Mwenyezi Mungu, kumshirikisha Mungu, ni kuua nafsi ambayo Mungu ameiharamisha. Ni jambo baya kweli. Baada ya shirki ni kuua mtu, ambayo mtu huyo ameharamishwa kuuliwa, kama ulivyosema hapo. Umefanya jambo baya sana. Na hapa amekatazwa kuuliwa mtu ambaye katili shahada mbili, isipokuwa ikiwa amefanya moja katika haya matatu tuliyosema. Kama katika shahada mbili, lakini atauliwa. Kama akifanya moja, ikiwa mzinifu, tuzima, muhsan, na akaua mwenzake, na aliyoacha dini yake. Kwa hiyo katika shahada mbili ndio atauliwa. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله amesema Mtume wa Mwenyezi Mungu, awwalu ma yuqda, la kwanza kabisa litakalohukumiwa baina nasi, kati ya watu, yaumul qiyamati, fi dimai, katika damu ya watu zilizodhulumiwa siku ya Kiyama. Hukumu ndio watu wote watahukumiwa siku ya Kiyama makosa yao, lakini cha kwanza tutakachotazama ni yale mauaji ya dhulma, ndio hukumu itaanzia hapo. Hapo tutazama mengine yote.
Kwa hiyo naona nimetoa uzito hilo. Nasema watahesabiwa, Mwenyezi Mungu atawahesabu waja wake siku ya Kiyama, na halafu atawahukumu kati yao kwa uadilifu kabisa, lakini ataanza katika vile vilivyodhulumiwa bila ahami. Ataanza hapo. Lile ambalo yani ahamu maana yake lile muhimu katika vitu vyote. Dhulma inatangulizwa kuhukumiwa kwa sababu ni muhimu, ni jambo la muhimu kabisa hilo. Mungu ameweza kubali. Na Mungu halitangulizi jambo, halipi mbele lugha ya leo, halipi mbele jambo Mwenyezi Mungu isipokuwa lile ahamu muhimu kabisa, hilo wanalipa mbele. An Sahal ibn Abi Jathmah, ndio habari ya kiswasi hiyo, kutoka kwa Sahal ibn Abi Jathmah qala, amesema intalaqa Abdullah ibn Sahal, intalaqa Abdullah ibn Sahal, aliondoka Abdullah bin Sahal wa Muhayyisatun na Muhayyisa ibn Mas'ud ila Khaybara, wakaondoka kwenda Khaybara, wako Madina, wakasafiri mwenzake Abdullah bin Sahal na Muhayyisa kwenda Khaybara, huko kwenda kutafuta maisha. Waarabu kaida yao biashara kaida huko. Wahia ya umaili na siku ya huko Khaybara, wakati huo sulhu, kumefanywa sulhu na Mtume sallama. Yani kule Khaybara ni mji wanaoishi hawa Mayahudi. Sasa unajua Wayahudi na Waislamu kuna mgogoro. Kwa hiyo Mtume sallama akafanya mikataba ya kuwa na amani kati ya miji miwili hiyo. Amani vipi? Mtu wa huko akienda kule asidhuriwe, afanye mambo yake arudi, na kule aje huku afanye mambo yake arudi kwa kipindi fulani, au pengine inakuwa mara nyingi. Sasa hapa Khaybara Mtume sallama alifanya nao mikataba ya sulhu na watu wa kule, basi ikawa amani, watu wanakwenda. Sasa hawa walikwenda kule Khaybara kwa matumaini kwamba hatuna tatizo. Fatafarraqa, walipofika kule basi kila mmoja, huyu Abdullah bin Sahal akawa upande wake na Muhayyisa kwa upande wake, wanafanya shughuli zao. Faata Muhayyisatun ila Abdillah. Sasa siku moja akaenda Muhayyisa kwa Abdallah, kama kwenda kumtembelea mwenzake huko alipokwenda kumwangalia. Wa huwa yatashahhatu fi damihi qatila, akamkuta yule mwili mzima umetapaka damu na amekufa yule mzake. Nani yule? Abdullah bin Sahal. Hakuna kufa bwana. Fadafanahu,
Muhayyiswa basi akamshughulikia ndugu yake akamzika kule kule. Thumma qadima almadinati, kisha akarudi Madina. Sasa aliporudi Madina akaenda kwa nduguye Abdurrahmani bin Sahal, ndugu wa yule marehemu, akamweleza, bwana wewe huko yule ndugu niliyokwenda naye una nini na nini, amekufa bwana, nimekuta katika mazingira ambayo, lakini sikuelewa mimi kilichomuua, lakini nimekuta mwili mzima kutoka damu. Si kabua nikamzika mimi, ndio hii taarifa hii. Baada ya taarifa ile, fantalaka Abdurrahman bin Sahal, wakaondoka Abdurrahman bin Sahal wa Muhayyiswa, na Muhayyiswa yule aliondoka aliosafiri naye, wa Huwayyiswa na Huwayyiswa. Muhayyiswa na Huwayyiswa ibna Mas'udi ni watoto wawili wa mzee Mas'udi. Ila Nabii sallallahu, wakaenda kwa Mtume kupeleka shauri lile, wakawa kwao wataka. Fadhahaba Abdurrahmani, akaingia Abdurrahmani yatakallam, kuzungumza habari zile kwa Mtume. Katika wale watatu wale, huyo Abdurrahmani nduguye ndio huyo aliyouliwa, aliyokwenda na Muhayyiswa. Faqala Rasulullah, Mtume wa Mwenyezi Mungu akasema, kabir kabir, wa huwa ahdathul qawmi, anasema aseme mkubwa wenu kiumri hapo, na huyo ndio mzungumzaji wa jamii, huyo mkubwa wenu hapo, ndio watu watatu. Akamnyamazisha yule Abdurrahman bin Sahal. Fasakata, Abdurrahman akanyamaza, kwamba yeye ndio alikuwa mdogo wao wa mwili. Fatakallama, wakasema wale wawili, Muhayyiswa na Huwayyiswa, ndio wakawa wanazungumza sasa ile taarifa yaliyojiri kule. Bwana singine nilikwenda na mwenzangu, tulipofika kule kila mmoja akawa na upande wake. Basi nilikwenda kwenda kumtazama mwenzangu, nilikuta amekufa, ili mwili umetapakaa damu, ni hakika ameuliwa. Kwa hiyo ulichokwenda kule kutafuta haki, kama tulivyosema pale, damu ya Muislamu haimwagiki bure, isipokuwa kwa mambo yale matatu. Yule kauliwa kwa dhulma. Sasa faqala Mtume sallallahu alayhi akasema, atahalifuna, naweza kuapa, watastahiquna qatilukum, watastahiquna qatilakum au sahibakum, mnaweza kuapa nyinyi halafu nyinyi mkastahiki fidia kutokana na mauaji ya ndugu yenu kule Khaibara aliyeuliwa na Mayahudi, mnaweza kuwapa, kwa sababu wewe umekuta kule amekufa, aliyomuua hamkumuona, wala tendo lile lilifanyika hamkuliona. Sasa mwape ili mpate fidia. Qalu, akasema wale, wa kaifa naharifu, tutapaje ya Rasulullah, wala nara, wala sisi tukiwa tukuliona ilivyofanyika, mkuta amekufa. Sasa tuwape vipi? Tutamkamatana, maana kiapo huyu ndio na aka huyu ndio aliyofanya jambo hili. Sasa tukuona tafanyaje? Tutapaje hapo?
Qala, Mtume akasema basi fatubariukum yahudu bi 50 yaminan, kama si hivyo basi Mayahudi watajitakasa kwenu kwa viapo 50. Wataapa Mayahudi wale wa Khaybar kule. Qalu, wakasema wale, wa kaifa bi imani qaumi kufari, tutashikaje viapo kwa watu makafiri ya Rasulullah? Tutashikaje viapo hivyo? Mtume faaqalahu nabiyu sallallahu alaihi wasallam min indihi, Mtume sallama akalipa yeye fidia ile kutokana yeye mwenyewe, walipa wale ngamia 100. وفي حديث حماد بن زيد، الحديث nyingine, riwaya nyingine ya Hamad bin Zaid, faqala Rasulullah, akasema Mtume wa Mwenyezi Mungu, yuqsimu 50 minkum ala rajulin minhum, mtaapa viapo 50 nyinyi juu ya mtu mmoja wa kule, naye ataapa mtu mmoja. Alafu fayudfa'u bi rummatihi, alafu wale watatoa mtumwa mmoja na kamba zake kishafungwa huko, analete huku. Wengine sema qalu, wakasema wale, amrun lam nashhaduhu, jambo sisi hatukuliona hilo ya Rasulullah, fa kaifa naharifu, tutaapaje? Qala, Mtume akasema fatubariukum yahudu biimani 50 minhum, wataapa Mayahudi, watajitakasa kwenu Mayahudi kwa kuapa yamini 50 miongoni mwao. Qalu, wakasema wale, ya Rasulullah, qaumun kufaru, watu wale makafiri bwana. Wa fi hadithi Sa'd, na hadithi nyingine Sa'd bin Ubaida, Mtume anasema fakariha Rasulullah, Mtume alichukizwa ayubtila damahu, kupotea bure damu ya ule Sa'd, Abdullah bin Sa'd na Sahal bin Abdullah bin Sahal, yani ipotee bure hivi, akukubali hilo. Kwa hiyo fawadahu bi'ati min al-ibli sadaqa, akafidia Mtume sallama kuwapa ngamia 100, na hicho ndio lilichokwenda kufanya madai hayo ili walipwe. Waislamu, kanuni ya Kiislamu, wewe una ndugu yako mathalan, umemkuta ameuliwa katika maeneo ya mjini, basi iko sheria wewe kulipwa wewe fidia. Sasa hawa ungemkuta yule mtu yuko maporini ndio alipouliwa kule, ingekuwa hakuna jambo hili, lakini kakutwa maeneo ya miji kwa vyovyote, kauliwa na watu wa pale tu. Sasa kulipa Mtume sallallahu alaihi fidia, yeye ndio aliyosimamia ile mikataba ya kupata amani katika vijiji. Yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo yeye akaamua serikali italipa hili mpaka leo. Hii ndugu yako hata akigongwa na gari, kama unafuatilia sheria ipo, unalipwa mpaka shughuli ipo. Gari imeanguka, mtu amegongwa, kuna gari, yule aliyogonga anatazamwa. Kuna mambo mawili, ima naye auliwe au alifidia. Na nyinyi na wewe uliogonga pale unalipa fidia. Sasa fidia ile ndio damu ya Muislamu haipotei bure, isipokuwa hawa watu watatu: mzinifu, muhsan
na aliyoua naye auliwe, nafsu binafsi. Alafu wasaliku lidinihi, yule ambaye kaacha dini yake amertadi, atatakiwa toba, akikataa anauliwa. Damu yake ni halali kumwagwa huyo, wengine hapana. Kama huyu Abdallah bin Sari amekufa huko, lakini amelipizwa damu yake ilipwa. Kwa hiyo tuangalie Uislamu. Wewe unaweza ukafanya jambo likasababisha mwenzako auliwe, au umemuua wewe. Wewe unaweza kufanya ujanja, ukapenya huko ukanusurika, lakini kesi hii itakuja kusema siku ya Kiyama, lazima umeua mtu. Hapo unafanya ujanja, unapita huko, unapita hiki, utoa hiki, fanya hivi, fanya hivi, ukanusurika. Lakini ukifa unusuriki, kwa sababu ndio jambo la kwanza litakalotazamwa. Damu za watu ndio litakazotazama kwanza kuliko mambo yote. Ndio jambo la kuangalia sana. Allahu Rasulullah.